Bana, karibu mtazamaji wa Biomedia katika habari za kisiasa. Tuangazie mengi ambayo yameweza kujiri na kuchomoza, lakini pia yameweza kumeki headline katika mitandao ya kijamii. Nito Official RSD itakuwa inapendeza sana. Usiache kusubscribe, kushare, kulike, lakini pia usiache kucomment. Huyu ni Zitto ambaye amefunguka mazito baada ya ripoti ya Oktoba 29 kutolewa. Hataka watu hawa wawajibishwe kwa mauaji. Ni watu gani? Ama taarifa pia imekaaje? Basi ambatana na mimi mpaka tamati. Ni mwanasiasa Zitto Zuberi Kabwe ambaye ameibua mjadala mkubwa wa kisiasa baada ya kuikosoa kwa nguvu ripoti ya tume ya uchunguzi matukio ya ghasia ambayo yalijitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu mwezi Oktoba 29 mwaka 2025. Kupitia maoni ambayo yaliyatoa kwenye mtandao wa X Aprili 24, Zitto ameandika na kusema kuwa ripoti hiyo pamoja na hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan havikuonyesha uwajibikaji wa wazi, jambo ambalo kwa mtazamo wake linaweza kuathiri juhudi za maridhiano ya kitaifa. Kwa mujibu wa Zitto, msingi wa maridhiano ya kweli ni kukiri makosa, kuwabaini waliozembea na kuchukua hatua stahiki. Lakini ameongeza na kusema kwamba bila hatua hizo, kauli za upatanisho zinaweza kubaki maneno yasiyo na matokeo kwa wananchi walioathirika na matukio hayo. Katika maelezo yake pia, Zitto amehoji kwa nini vyombo vya ulinzi na usalama havikuchukua hatua mapema ikiwa kulikuwa na taarifa za maandalizi ya vurugu kabla ya Oktoba 29. Amesema hata hivyo, ripoti yenyewe imeonyesha kuwa kulikuwa na viashiria vya hatari takribani mwezi mmoja kabla ya tukio, lakini hakuna hatua madhubuti zilizochukuliwa kuzuia madhara. Ameongeza pia kuwa watu 518 waliopoteza maisha katika matukio hayo, akisema nyuma ya takwimu hizo kuna familia zilizopoteza wapendwa wao, vijana waliokatishwa ndoto na watoto waliobaki bila msaada. Kwa mtazamo wake, ukubwa wa maafa hayo unahitaji majibu ya moja kwa moja kuhusu nani alishindwa kutekeleza wajibu wake. Zitto ameenda mbali zaidi kwa kuhoji nafasi ya viongozi wa mikoa na wilaya waliokuwa madarakani wakati huo, na ameuliza ikiwa kulikuwa na taarifa za hatari, kwa nini viongozi hao hawakuwajibishwa kwa kushindwa kuzingatia kuzuia ghasia hizo. Kwa maoni yake, ukosefu wa hatua dhidi ya waliozembea unaonyesha udhaifu mkubwa wa mfumo wa wajibikaji. Lakini pia katika mchango mwingine amedai kuwa tatizo kubwa si wale waliokuwa mtaani pekee, bali pia ni taasisi zilizokuwa na taarifa mapema lakini zikakataa kuchukua tahadhari. Anasisitiza kuwa wananchi wanahitaji ukweli kamili kuhusu yaliyotokea badala ya maelezo yasiyoonyesha hatua za wazi. Kauli ya Zitto Kabwe, mtazamaji, imepokelewa kwa mitazamo tofauti. Wapo ambao wanamuunga mkono wakisema ameibua hoja muhimu kuhusu wajibikaji wa taasisi za dola. Kwao taifa haliwezi kusonga mbele bila kueleza wazi nani alikosea na hatua gani zimechukuliwa. Hata hivyo, wengine wameamini kuwa ripoti ya tume ni mwanzo safari ya kujifunza yaliyopita na kujenga mustakabali bora. Hivyo wanashauri mjadala uendelee kwa utulivu bila kuongeza mgawanyiko wa kisiasa. Kwa ujumla, mtazamaji, kauli ya Zitto Kabwe imeongeza sura mpya katika mjadala wa kitaifa kuhusu matukio ya Oktoba 29, na inaonyesha kuwa pamoja na kutolewa kwa ripoti, bado kuna maswali mengi kutoka kwa wananchi na wadau wa siasa kuhusu wajibikaji, haki kwa waathirika na namna taifa litakavyopona kutokana na majeraha ya kipindi hicho. Sasa macho ya wengi yanaelekezwa kwa hatua zitakazofuata kutoka serikalini pamoja na taasisi zinazohusika.